Leo tutaingia ndani ya chumba cha maombi kwa namna fulani cha Bwana Yesu na kusikiliza jinsi Mungu Mwana anavyozungumza na Mungu Baba. Anaomba sala ambayo imeandikwa hapa katika Yohana sura ya 17 na imejaa ukweli mkubwa kiasi kwamba kama mwandishi mmoja alivyosema, tunaweza tu kuelewa vipande vidogo vyao. Sasa katika wakati huu, msalaba uko masaa machache tu mbele. Sasa kama ungejua kwamba utakufa ndani ya saa 24 zijazo, na shangaa ungeomba nini, na mimi pia na shangaa ningeliomba nini. Sasa tunaposikiliza sala ya Yesu kwa Baba, tutagundua jambo la kushangaza, la kugusa moyo na la kutunyenyekeza. Yesu anaomba kwa ajili yako na yangu. Yuko karibu kuomba maombi manne maalum kwa ajili ya wanafunzi wake wa wakati ule na wa sasa. Ombi la kwanza ni kwamba tupate kuwa na uhusiano wa karibu na Baba yetu wa mbinguni. Anaomba hapa sasa katika mstari wa kwanza, Baba, saa imefika. Mtukuze mwanao ili mwana apate kukutukuza wewe, kwa kuwa umempa mamlaka juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele wote uliompa. Na huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Je, hujawahi kugundua kwamba kuna kitu cha pekee unapomsikia mtu akiomba kwa ajili yako? Kwa miaka mingi, baba yangu ambaye ni mishonari alikuwa akinipigia simu mapema asubuhi ya Jumapili na kuomba pamoja nami. Alikuwa anaomba kwa ajili yangu. Mimi nilikuwa namtania kwamba sababu pekee aliyokuwa ananipigia ilikuwa kuhakikisha nimeshamka, na tulikuwa tunacheka, lakini angeuliza kuhusu mahubiri yangu ya asubuhi ile, halafu angeomba. Ilikuwa ni sala yenye kutia moyo sana kila wakati. Sasa kama vile hiyo ilivyokuwa maalum kwangu, hapa tunagundua katika Yohana sura ya 17 kwamba Yesu anaomba kwa ajili yetu sote. Kwa njia, unaweza kuchukua penseli yako na kuandika jina lako hapa kwenye sehemu hii ya sura ambapo anawataja wafuasi wake. Na ombi lake la kwanza kwa ajili yako ni lipi? Anaomba kwamba wewe binafsi umjue na uendelee kumjua kwa undani zaidi Mungu wa pekee wa kweli. Kwa kweli, neno kujua linamaanisha kuja kujua kupitia uzoefu binafsi. Ni neno linalotumika kwa maarifa ya karibu sana kama ile kati ya mume na mke. Ni neno linalorejelea maarifa yanayotokana na uhusiano wa karibu, urafiki wa kina. Yesu anatangaza hapa kwamba uhusiano huu ndio unaofafanua uzima wa milele. Anasema, na huu ndio uzima wa milele, kwamba wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli. Sasa ombi la pili la sala linahusu usalama wa wokovu wetu. Bwana anaomba hapa katika mstari wa 9, siwaombei ulimwengu, bali wale ulionipa, kwa kuwa wao ni wako. Wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Sasa Yesu hawezi kuomba hivi kwa ajili ya ulimwengu usioamini kwa sababu hawamhusu yeye. Kumbuka kwamba muda mfupi tu uliopita Yuda alikuwa ametoka katika chumba cha juu, na sasa Yesu anaomba kuhusu janga la kutokuamini kwa Yuda. Mstari wa 12, nilipokuwa pamoja nao niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nami nimewatunza, wala hakuna hata mmoja wao aliyepotea isipokuwa yule mwana wa uharibifu, ili maandiko yatimie. Hivyo Yesu anaweka wazi kabisa hapa kwamba Yuda hakuwahi kuwa muumini. Alikuwa mnafiki. Hakuna yeyote anayemilikiwa kweli na Yesu Kristo atakayepotea mwishoni. Sasa mtu anaweza kuniambia, sawa Stephen, unajua mtu hawezi kupoteza zawadi ya wokovu, lakini vipi kama anataka kuirudisha? Basi ngoja nikuambie, kama mtu hataki Bwana, basi mtu huyo hakuwahi kuwa na Bwana. Unadhani mtu kipofu ambaye amepewa zawadi ya kuona angependa kurudi kuwa kipofu tena? Wapendwa, huwezi kupoteza wokovu wako, lakini unaweza kuonyesha kwa dunia kwamba hukuwahi kuwa nao tangu mwanzo. Waumini wa kweli, Paulo anaandika katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 13, wana Roho Mtakatifu anayekaa ndani yao akiwaweka muhuri,
Kwa maana halisi Mungu anaweka muhuri wake juu yao, akiahidi kuwafikisha salama nyumbani. Sasa baadhi ya watu hawapendi wazo la usalama wa milele kwa sababu wanaamini kwamba hilo litawapa watu ruhusa ya kutenda dhambi na, unajua, kuishi maisha ya shetani. Sawa, hilo ni kama kuwaambia watu kwamba wakinunua bima ya afya, basi wanaweza tu kunywa sumu na kucheza na bunduki zilizojaa risasi. Hapana, usalama wa milele haumfanyi Mkristo atake kuishi katika dhambi zaidi ya jinsi kununua bima ya gari kunavyokufanya utake kuendesha gari lako ukiruka daraja. Usalama wa milele haupelekei watu kufanya watakavyo, bali huleta uhuru wa kweli. Uko salama ndani ya Kristo, na uko salama si kwa sababu huna dhambi, bali kwa sababu Yesu amelipa deni lako la dhambi na amelimaliza lote milele. Kwa kweli, ombi linalofuata la maombi linahusiana sasa na kuishi maisha matakatifu. Ombi la tatu la Yesu kwa ajili yetu ni kuhusu usafi katika dunia hii. Mstari wa 15, siombi uwatoe duniani bali uwalinde na yule mwovu. Wao si wa dunia kama vile nami sivyo wa dunia. Watakase katika kweli. Neno lako ni kweli. Sasa kutakasa hapa kwenye mstari wa 17 maana yake ni kutenga kwa ajili ya huduma takatifu. Sasa kutakaswa hakuwezi kumaanisha ukamilifu bila dhambi. Vinginevyo Yesu asingesema hapa kwenye mstari wa 19 kwamba yeye mwenyewe ametakaswa. Jambo kuu ni kwamba kama vile Yesu alitengwa kwa ajili ya huduma yake ya kipekee, vivyo hivyo wewe na mimi tumetengwa kwa ajili ya huduma yetu ya kipekee, chochote ambacho Mungu amepanga kwa ajili yako na yangu. Na Yesu anaomba hapa kwamba tuwe na mawasiliano na dunia bila kuchafuliwa na dunia. Wapendwa, moja ya sababu kuu ambazo hatuushindi ulimwengu kwa Yesu leo ni kwa sababu hatuishi tofauti sana na dunia. Kama vile profesa wangu wa zamani Howard Hendricks alivyokuwa akisema darasani, kadri unavyofanana zaidi na dunia, ndivyo utakavyopunguza athari yako kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa mwisho, Yesu anamletea Baba ombi la 4, na hili ni kwa ajili ya umoja katika kanisa. Anaanza hapa kwenye mstari wa 20. Siwaombi hawa tu, bali na wale watakaoniamini kwa neno lao, ili wote wawe na umoja kama vile wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Hata wao pia wawe ndani yetu, ili ulimwengu uamini kwamba wewe umenituma. Sasa Yesu anaomba hapa kwa ajili ya kanisa. Kanisa linakaribia kuanzishwa siku ya Pentekoste, hivyo hili ombi ni kwa ajili ya umoja wa kanisa litakaloundwa. Na kisha katika sehemu zote zilizobaki za Agano Jipya, umoja wetu ni muhimu. Na kwa njia haujajengwa juu ya tabia za watu, bali umejengwa juu ya mafundisho ya imani. Umoja ambao Yesu anaombea umejengwa juu ya ukweli wa uungu wake, ufufuo wake, neno lake lililoongozwa na Roho, kurudi kwake, mbingu halisi ya baadaye na pia jehanamu. Kwa bahati mbaya, wapendwa, si kila mkusanyiko wa kanisa la mahali siku hizi unaamini hata yale mafundisho machache ya msingi niliyoyataja tu hivi punde. Kwa kweli, leo hii sehemu kubwa ya kanisa inaamini kwamba umoja haujajengwa juu ya ukweli, bali umejengwa juu ya upendo. Sasa hebu niwaambie, upendo bila ukweli ni hisia tu za kihisia. Ngoja niongeze. Ukweli bila upendo ni sheria kali isiyo na huruma. Tunapaswa kupendana na kanisa linapaswa kujengwa, na umoja wa kanisa unajengwa juu ya ukweli wa maandiko. Sasa Yesu anaomba ombi moja zaidi la kuunganisha hapa kwenye mstari wa 24, na huenda likakushangaza. Yesu anaomba, Baba, nataka kwamba na hawa pia ulionipa wawe pamoja nami nilipo, wapate kuona utukufu wangu ulionipa. Andiko hili hunipa changamoto kila mara, kwa sababu mara nyingi tunaomba tubaki hapa duniani, lakini Yesu anaomba tuwe mbinguni pamoja naye haraka iwezekanavyo. Mimi mara nyingi hufikiria kuhusu ukweli kwamba kila mara muumini anapokufa, moja ya maombi ya Bwana limejibiwa. Sasa itabidi tuondoke kwenye chumba hiki kitakatifu cha maombi.
Tumepata fursa ya kusikia Mwokozi akinong'oneza matamanio yake ya ndani kabisa kwa Baba anapotuombea. Maombi yake yanakuwa ni fursa zetu leo hii. Ni zipi hizo? Kwanza, uhusiano wa karibu na wa binafsi na Baba yetu wa mbinguni. Pili, uhakika wa milele wa wokovu wetu. Tatu, ushuhuda wa usafi na uadilifu tunapoishi katika dunia yetu leo. Na mwisho, umoja katika makanisa yetu, sio kwa misingi ya hisia au tabia za watu, bali kwa msingi wa ukweli wa kibiblia unaoambatana na upendo. Basi hadi tutakaposema tena pamoja, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.